Naomba tujifunze neno la Mungu lenye ujumbe unaosema siri usiyoijua kuhusu Afrika. Siri usiyoijua kuhusu Afrika. Afrika ni wewe na mimi. Lakini kwa nini Mungu kafanya Afrika? Kuna makusudi ya Mungu ndani ya Afrika, kitu ambacho inawezekana wengi hatujui, lakini tukajiona kuwa tu imekuwa kwa sababu tuzaliwa Afrika au tuwe Afrika. Na somo hili halihusiani na siasa, lakini ni liko kijiografia ya kimungu. Tunamwangalia Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 katika mstari wa 13. Tunakuta kwenye uumbaji Mungu akaumba. Maandiko yanatuambia kwanza kwenye sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hii anafanya uumbaji wa kumuumba mwanadamu wakati ule. Lakini ukija katika sura ya 2 ambayo ndiyo hii sasa, katika mstari wa 13 pale, ukisoma sura ya 2 inaongelea habari ya mwanadamu wa kwanza ambaye aliitwa Adam, na alikuwa katika bustani moja inaitwa Eden. Na katika hii bustani ya Eden utakuta kuna kwenye uumbaji Mungu akaufanya mto mmoja, ambao huu mto ukagawanyika kuwa mito minne ndani yake. Sasa kwenye uumbaji huu, mito hii ilipogawanyika, utakuta kuna mito minne ambayo nitataka tuipitie. Nitataka tuipitie kutoka kwenye sura hii ya 2. Nitaomba tuanzie mstari wa kwanza tufike mpaka mstari wa 14. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani,
na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndiye unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huu mto ambao umetoka katika Eden, mto mmoja ambao umezunguka Kush. Kwa wale ambao hatujui, Kush ni upande wa Afrika. Yaani Kushi, huyu mtu Kush ni Mwafrika. Na tunauona upande huu wa huu mto una vitu ambavyo nitatamani tujifunze na tuone kuwa Afrika ni nini na Mwafrika ni nani. Huu mto uliokuwa umeizunguka Kush una kitu gani? Ni kwa nini huu mto ukazunguka Afrika? Lakini huu mto kuzunguka Afrika sio tu kwa sababu ulizunguka labda ulikosea. Mungu alifanya kwa makusudi yake. Na kwenye haya makusudi nitataka twende, kwa sababu somo hili linaweza likakuchanganya kidogo. Nitakwenda na wewe pole sana ili tupate kufahamu vizuri. Sasa kwenye huu mto, kwanza kabla sijakupeleka huko, nitataka tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 28 mpaka wa 32 pale. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shemu na Hamu na Yafeti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu alizaliwa na Lameki. Maandiko yanatuambia Lameki akaishi miaka 182, akamzaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, yani akisema, huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Kwa hiyo tunamkuta Nuhu kuwa ni mtoto aliyezaliwa kwa makusudi ya Mungu, kuwa ardhi ilikuwa imelaaniwa wakati ule. Nahitaji uwe makini sana ili unielewe. Hapa maandiko yanasema baba yake na Nuhu anasema huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana.
Sasa ni kipindi gani Mungu alilaani ardhi? Tunamwona Adam alipokuwa amewazaa watoto wawili, Abel na Kaini. Kaini alimuua Abel ndugu yake, na Kaini ndiye aliyebaki. Na Kaini alipobaki, ndiye yeye aliyeanzisha uzazi mwingine. Kwa hiyo mpaka tunakuja kufika kwa Lamek, hichi ni kizazi cha Nuhu, cha Adam. Tunapokuja kufika kwa Lamek, huyu baba wa Nuhu anatufunulia kutuona hapa kulikuwa na laana. Lakini tusisahau kuwa wakati ule Kaini amemuua ndugu yake, alizaliwa mtoto anayeitwa Seth, ambaye maandiko yanasema tena kuanzia Seth jina la Bwana lilianza kuitwa kutoka kwenye kizazi cha Seth. Kwa hiyo watu wa kutoka kwenye kizazi kile cha Kaini ilikuwa ni kizazi ambacho hakikuwa na ukaribu na Mungu. Kilikuwa ni kizazi chenye utata. Bwana Yesu asifiwe. Kilikuwa ni kizazi chenye utata. Sasa mpaka tunakuja kufika kwenye kizazi cha Lamek, ambaye ndiye aliyekuja kumzaa Nuhu. Hapa tunaona Lamek anasema huyu ndiye mtoto atakayekuwa kwetu. Nitalisoma hilo andiko. Huyu ndiye mtoto atakayekuwa faraja kwa kazi yetu na taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Ukiendelea kusoma pale chini unaweza kupata mengi zaidi. Sasa unakuta hapa kuna kitu ambacho kinahitaji kuondoka kama laana. Kizazi kile cha wakati ule ambacho kilisababisha mpaka wakati wa Nuhu ikatokea gharika, Mungu akaifuta dunia. Sijui kama kuna mtu yuko na mimi hapa. Mungu akafuta ule uzao wote, akabakisha Nuhu na familia yake katika ile safina, akafuta. Kwa hiyo ikaanza uzao mwingine mpya ambao umetokea katika Nuhu. Sasa hii ni familia ya Nuhu. Kwa hiyo sisi ni wa Nuhu. Haleluya. Sisi ni wajukuu wa Nuhu. Kama hautakuwa makini unaweza usinielewe. Sisi ni wajukuu wa Nuhu. Sasa nikitaka kuongelea habari ya kuwa makusudi ya Mungu na Afrika. Kwa nini nimetoka huku kote? Ninatoka huku kote ili nipate kukuleta vizuri, tupate kwenda pamoja, tufahamu kuwa kwa nini Afrika. Ule mto mmoja uligeuzwa ukaletwa kuizunguka Afrika, na huu mto una makusudi yake. Makusudi ya kwanza, angalia katika kitabu cha Falme ya Kwanza sura ya kwanza, twende na mstari wa 33 pale tuangalie. Usisahau kuwa huu mto Gihon ni umeizunguka Afrika. Twende pale. Samahani mchungaji, naomba rudia Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya kwanza 33. Neno la Bwana linasema, naye mfalme akawaambia, twaeni pamoja nanyi watumishi wa bwana wenu, mkampandishe Sulemani mwanangu juu ya nyumbu wangu, mimi mkaniteremshe mpaka Gihoni. Kisha Sadoki kuhani na Nathan nabii na wamtie mafuta huko, awe mfalme juu ya Israeli. Haleluya. Kwa wakati utasoma hiyo sura utaipata, lakini mimi nilitaka tupate tu kipengele hicho kidogo ambacho kukuelekeza jinsi gani Afrika ilivyo. Sasa Daudi
anataka mwanawe atiwe mafuta ili awe mtawala. Lakini kwa nini aseme lazima huyu mtoto aende kwenye mto Gihon kutiwa mafuta kule? Kulikuwa na mito, imekuwa mito mitatu iko nje, lakini umetafutwa mto Gihon ambao uko unaizunguka Afrika. Hapa kuna kitu ambacho ni lazima Mungu amekiweka maalum kwa ajili yake. Haleluya. Wakamchukua Suleiman kwenye nyumbu wa Daudi baba yake, wakaja naye mpaka kwenye huu mto Gihon, wakamtia mafuta Suleiman kumtawaza kuwa mfalme. Kwa hiyo sababu kukamilika kwa ufalme wa Suleiman ni Afrika. Haleluya. Kukamilika kwa ufalme wa Suleiman ni Afrika. Na hapa ninakuja kujifunza kitu. Ukiangalia Afrika kwenye jiografia ya kawaida sana, Afrika ndiko kwenye kila kitu. Afrika ndiko kwenye kila kitu. Afrika ina kila kitu. Ina madini mengi, ina wanyama wengi, ina kila kitu, ina kila kitu. Siwezi kukubaliana na wewe kuwa Ulaya ndio iwe na kila kitu, lakini Afrika, na ndio maana mara nyingi kama wale tulioendelea, kwa sababu tulioendelea, kuna lugha fulani ya wenzetu wanasema Africa is the future. Na Afrika, kwa nini Afrika ndiyo future? Kwa sababu Afrika ndiyo yenye kila kitu. Yaani wewe ndiwe mmiliki wa kila kitu. Wewe una kila kitu. Isipokuwa tu inawezekana hujitambui, na ndio maana hutambui kuwa una kila kitu. Haleluya. Lakini naona tunajitambua. Haleluya. Sasa tunamkuta Daudi anasema, nendeni mchukueni kijana wangu, nendeni naye kwenye mto Gihon, na huko akatiwe mafuta kutawazwa kuwa mfalme. Hapa ninaikuta Afrika kuwa Afrika ni sehemu ya peke yake sana yenye mpango wa Mungu katika utekelezaji mikakati yake duniani. Haleluya. Mungu ameiweka Afrika kwa sababu ya mikakati yake ya duniani. Ukitaka kuja kuhakiki kuwa Afrika iko na mpango halisi wa Mungu, nenda kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2, twende kwenye mstari wa 13. Tasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Yeah. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Haleluya. Sasa kwa kawaida tunaona Yesu hakuzaliwa Misri, hakuzaliwa Afrika. Lakini Yesu amelelewa Afrika. Haleluya. Yesu hakuzaliwa Afrika, lakini Yesu amelelewa Afrika. Suleiman, ufalme wake umekamilika kwenye mto unaoizunguka Afrika. Afrika ina nini? Afrika ina kila makusudi ya Mungu ndani yake. Ni kwa mtu mwenye uwezo wa peke yake sana anaweza kunielewa. Yesu alizaliwa kule. Herode akataka kumuua. Kwa nini Mungu asingemwambia Yusufu,
hata aende sehemu nyingine ya Ulaya kule kule, lakini akamwambia uende Misri, kwa sababu Misri ni Afrika, si ndio? Sasa kwa nini? Jaribu kuanza kupata maswali ya kwako mwenyewe ambayo majibu utakuwa nayo kuwa Mungu ana makusudi ya peke yake sana na Afrika. Na nataka nikwambie kitu. Katika vitu ambavyo baada ya kuanza kujifunza kusoma somo hili, nikakuta inawezekana kwa uwezekano wa 95%, kwa 95%, mtu wa kwanza duniani, yani Adam, alikuwako Afrika. Nikwambieni kitu, makusudi ya Mungu kwa Afrika ni ukombozi. Yani ameiweka Afrika uhalisi kwa ajili ya ukombozi. Sijui kama mtu analijua hilo. Sasa kwa nini tunaongelea habari ya ukombozi? Nikwambieni kitu, tunapokwenda kwenye kipindi hichi cha Krismasi ni lazima tuijue historia yetu, lakini tujue historia ya Mungu na sisi tuko connected kiasi gani. Afrika ni ardhi ya ukombozi kimungu. Afrika ni sehemu ambayo imepewa kila kitu. Hivi unaweza kujua kwa nini Mwafrika anatawaliwa? Mwafrika ni mtu mmoja ambaye ndani yake, asili yake, sio mgomvi wala sio mkorofi. Akili yake ni ndio, sio hapana. Sijui kama kuna mtu amejifunza kuhusu Mwafrika. Na ndio maana tunaletewa vitu, sisi tunapokea, kwa sababu kuna watu wanaitwa primitive, mnawasikiaga? Primitive. Mpaka leo hawajui kuvaa nguo. Ndio? Wahadzabe hao, si ndio? Lakini ukija, mimi wakati nakuwa nimekuta hata wamama wa Kigogo kuvaa zile nguo walikuwa wakivaa tu zile kaniki. Kinguo kile kinguo mchinjo kile. Kwa hiyo ninachotaka kusema kuwa Afrika ndio kwenye roots ya Mungu halisi, kwenye mzizi wa Mungu halisi. Afrika ndiko Mungu amepandikiza, yani ameweka mizizi yake. Nikwambieni, wokovu duniani utatoka Afrika kwenda Ulaya. Haleluya. Afrika mpaka sasa ndiye anayeongelea habari za Yesu kwa uhalisia, na Afrika ndiyo inayopotosha sana, kwa sababu kila unachokijua utakuta chanzo chake kinatoka Afrika. Kwa sababu nikiongelea kama primitive, ni kama ushamba fulani, tunakuwa kama limbukeni wa kutaka kujua. Na ndio maana utakuta kuna manabii wengi wa uongo kutoka Afrika, sio Ulaya. Kuna mitume wengi wa uongo kutoka Afrika, sio Ulaya. Ni kwa sababu we are primitive, tunaamkia kutoka kile ambacho ni asili yetu, lakini sasa tunataka kujiongeza. Haleluya. Kwa hiyo asili ya Afrika ni uhalisia wa Mungu kuweka asset au rasilimali yake. Kama kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo ukiangalia unaweza kukuta kuwa, tuangalie kwa mfano. Suleiman alihakikiwa kwenye mto ambao umeizunguka Afrika. Ni Afrika hiyo. Lakini Yesu, Mungu anasema, umekisoma kitabu cha Mathayo, Mungu anasema mchukue mtoto na mama yake mwende Misri. Kuna nini Misri?
Kwa sababu kuna utulivu kule, hakuna stress kule, kuna watu wazuri. Hivi unajua kama Afrika watu wazuri? Mnalijuaga hilo? Sio tu wazuri kwa sura, lakini wazuri mpaka ndani mwa Afrika. Mnalijuaga hilo? Sasa kuna kitu ambacho kama Mwafrika ni lazima ukijue. Kuna haki zako Mwafrika, kama wewe ambaye umewekwa pale kwa makusudi ya pale kwenye udongo aliyouanzisha Mungu. Jamani, Mungu akamuumba mwanadamu kutoka kwenye udongo. Hivi udongo ulikuwa mweupe au ulikuwa mweusi huo? Udongo mweusi ndio yani nyeusi ndio inaozaa nyeupe. Au nyeupe inazaa nyeusi? Semeni tu. Nyeusi ndio inayozaa nyeupe. Na sasa kama nyeusi ndio inayozaa nyeupe, manake nyeupe imetoka kwenye nyeusi. Tukiingia kwenye science tutaingia sana, lakini tukiingia kwenye maandiko pia vile vile utamkuta hata hivyo mtu mweupe ametokana na mtu mweusi tu. Yaani nyeusi ni lazima itoe nyeupe, lakini nyeupe haiwezi kutoa nyeusi. Otherwise kuna maajabu na muujiza wa ajabu kweli kweli wa peke yake huo. Hallelujah. Sasa ninachotaka nikwambie hivi, kuwa unahitaji sana kuangalia ukuu wako. Ndiyo kiini cha somo. Unahitaji sana kuangalia ukuu wako kama Mwafrika ambaye source ya Mungu hasa mpaka Yesu kuja kulelewa Afrika. Manake wewe ndiye unayestahili, sio kama wengine hawastahili, lakini sifa yako ya pekee sana kuwa unaweza ukawa mlezi, na ndivyo ulivyo. Unaweza ukawa mtunzaji, na ndivyo ulivyo. Unaweza ukawa mwangalizi, na hivyo ndivyo ulivyo. Wewe ndiye uliyeweza kumtunza Yesu kwa wakati anatafutwa kuuliwa. Yesu akakaa kwako, akalelewa, akakua. Halafu Herode kufa, Mungu akamwambia Yusufu, sasa chukua mwanao na mkeo mrudi kule. Kule kulikuwa na tafrani, lakini sasa hivi imekwisha. Kwa hiyo Herode hakuweza kupata kuwa ninaweza nikamfuata yule mtoto kule. Kwa hiyo Afrika ni chimbo. Kwa lugha nyingine, Afrika ni chimbo. Kuna mtu anajua kama Afrika ni chimbo? Kwa nini? Kila kitu tulichokuwa nacho kwetu tunajua. Nilikwenda sehemu fulani, sehemu za Scandinavia, nikakuta jua linazama saa 8 usiku. Jua linazama saa 8 usiku. Wakati fulani jua halizami kabisa, yani jua linakwenda usiku sawa na mchana sawa. Na hiyo dunia hiyo nimeiona hiyo. Sasa sisi tuna usiku na tuna mchana, na jua halijawahi kubadilisha masaa yabadilike yawe kama upande ule kule. Kuna sehemu fulani kule duniani, yani jua likienda hivi kwa mwaka labda jua linaonekana linaonekana linazama kwa mwezi. Yani wakati wote. Sasa ni hii dunia hii. Lakini wewe unajua, halafu una usiku, unajua, halafu una mwezi, lakini hivi vyote vinapatikana usiku na mchana. Lakini kuna sehemu ambayo usiku ni usiku, unakwenda tu kwa masaa fulani, masaa marefu sana, usiku unakuwa mrefu au mchana unakuwa mrefu baadhi ya sehemu. Kwa hiyo utakuta kuna kitu ambacho kiko tofauti. Mungu kwenye Afrika hii tropical ambayo tuko nayo, unaikuta iko tofauti kabisa na mazingira mengine. Why is this? Kwa sababu kuna makusudi ambayo mimi na wewe hatuyaelewi, lakini Mungu ameweka nyayo zake Afrika. Hallelujah. Mungu ameweka nyayo, yani Mungu katupendelea Afrika kwa namna ya peke yake sana. Na ndiyo maana unatukuta
Mwafrika sio kama mzungu. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, anasema kwa nini vijana wanapiga makelele? Kwa nini wanachoma rasilimali? Sasa mimi nikaambia tu vijana inawezekana wameshtuka kitu fulani. Halafu nilivyomwambia vijana inawezekana wameshtuka kitu fulani, akasema kuna sehemu nimesoma siku za mwisho maarifa yataongezeka. Maarifa yataongezeka. Sasa unajua kwa umri wangu mimi na wenye umri wangu mimi, wakati tunakuwa hatukujua thamani ya vitu. Kweli sio kweli baba? Hatukujua thamani ya vitu. Lakini sasa hivi akina nyie hapo sasa hivi mnajua vitu, na mpaka mnatuambia sisi kama sisi tumechelewa. Ndivyo sivyo? Na ndio yani hii ndio inaitwa generation gani? Nimeisikia ndio Gen Z. Hii ndio inaitwa generation. Hii generation ya sasa hivi wanakwambia wao wanajua kila kitu na huambii kitu. Na akikwambia kuna dhahabu yetu, wanajua kuna dhahabu yetu mpaka ina kina gani, sijui itavunwa kwa miaka mingapi na tunaitaka hiyo ya kwetu. Sisi wakati ule zamani ile wanasema hayo mambo ya siasa bwana, ya wanasiasa, hayo mambo ya serikali. Lakini sasa hivi hakuna cha mambo uweze kumwambia kijana miaka 22 30 hivi ukamwambia habari ya anakuambia hiyo ya kwetu. Na sisi ndio maana tulikuwa hatuna ugomvi wa namna ile, kwa sababu sisi tulikuwa tunachukulia easy tu. Lakini there's nothing you can take it easy, kwa sababu everything is yours. Lakini sisi hatukurecognize kama kila kitu ni cha kwetu. Amina. Sasa ilivyo ni hivi, Afrika ndiko kwenye kila kitu tulichokipewa, lakini uungu, asili ya Mungu Afrika ni kwetu. Hallelujah. Afrika, yani nikikwambia Mungu kaweka miguu yake Afrika, ni kweli Mungu kaweka miguu yake Afrika. Afrika unajua una mvua kwa wakati fulani, sio tu kwa wakati wote. Nilikwenda kule nikakuta barafu, yani toka nilipokwenda sikuona jua hata kutoka. Yani nikaikuta barafu kila wakati. Nikatoka pale nikaenda zangu London, nikakuta nako kuna upepo, kuna nikakuta yani hakuna sio kuzuri. Nikasema hivi, mimi ningekuwa raia wa Uingereza, nikasema hivi, mimi uraia huo si uwezi. Kwanza watu ni watumwa. Lakini huku unakwenda atakuja hata nakukuta huko kazini, Bwana Yesu asifiwe mpendwa, habari ya uzima, unaendeleaje? Utampata nani kwenye ile dunia habari ya unaendeleaje? Unaendeleaje wewe tu. Lakini mwenzio ana time yake ile. Ndio maana baada ya hello imekuja hi. Hakuna cha hello. Hello ni long word. Watu wako na mambo ya ajabu. Slaves on money. Lakini sisi huku just chilling. Ndio maana tumepewa mpaka lugha inayosema pole. No hurry in Africa. You see? Hakuna haraka Afrika. Sasa sio kweli hakuna haraka. Haraka ipo. Sasa Gen Z wanakuambia haraka sasa hivi. It's now. Everything has to be bang, 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 bang. Not waiting. For what? Wanakuambia we want it now, not tomorrow. Ndio maana this is what they're saying. The tarehe 9 they want it now. Sisi tunataka sasa hivi. Jamaa anapiga magoti anakuambia niwaambie wa Tanzania, hebu jamani tuvumilie. Jamaa anasema we want it now. Kitu ambacho sisi hatukuweza kufanya hivyo. Lakini kwa sababu wamerealize kuwa they've got something, lakini they are poor. Kwa hiyo kitu ambacho tunahitaji kurealize kama wa Afrika, kitu ambacho tunahitaji sana kurealize kuwa uko uungu wa peke yake sana Afrika. Yani tunaishi na Mungu. Nikwambie hilo.
tunaishi na Mungu, na Mungu ana majibu ya peke yake tukimwambia, isipokuwa anachotaka to obey, kuwa yeye yupo, anafanya kazi na yuko na sisi. Hallelujah. Na ndio maana kakuthibitishia kabisa kuwa Africa is very special. Sasa ninakwenda kulelewa kule. Akaja akakaa akalelewa na kisha akaenda. Kwa hiyo uhalisia, asilimia zote Mungu yuko Afrika. Asilimia zote, yani ukubali ukatae, mimi nitakwambia asilimia zote Mungu yuko Afrika. Sio kama duniani kwingine hayupo, lakini base ya Mungu iko Afrika. Na mimi nikikwambia, nikiongezea ya kwangu kwenye ufahamu wangu, base yake kuu, headquarter yake iko Tanzania. Sijui kama mtu atanielewa hilo, lakini mimi nakwambia hivi, headquarter yake iko Tanzania. Tanzania it's a different country na different people kabisa. Yani Tanzania ni tofauti, iko kwenye Afrika, lakini ni tofauti kabisa na nchi nyingine zote za Afrika. Watu wake ni watofauti kabisa na Waafrika wengine wowote duniani kote. You are different. Kwanza ni mnyenyekevu, ni mpole, mvumilivu. Yani mtu kakanyaga, umenikanyaga, kwenda huko, basi tena. Yani ndio umekanyagwa, alafu unasema basi nisamee. Yani ndio umekanyagwa, alafu baadaye unaomba msamaha. Ni Mtanzania huyu. Ukamwambia Mkenya yani umenikanyaga, alafu tena nikuombe msamaha, nitakuwasha bonge la bao. Sasa Tanzanian, you are very unique and special, and this is what I'm saying. God is in Tanzania. Yani head office yake, kama ni head office, kama ni office, basi iko Tanzania. Hallelujah. Na hii ndio nataka nikwambie hivi, Mungu anakupenda sana na anatamani uwe calm, uwe mtulivu. Ukumbuke kuwa yeye yupo. Hallelujah. Anakusikia. Anahitaji umwambie afanye nini. Mwambie afanye nini. Anatamani aende na wewe, mwambie unataka kwenda wapi. Hallelujah. Anatamani akupe, lakini anataka useme unataka nini. Anatamani akubariki, lakini akubariki kwa kitu gani? Anataka useme kitu ili afanye kitu. Hallelujah. Ukitaka kumwona Mungu, mwambie kile unachokihitaji. Lakini Mungu alipokuumba, amekuumba ndani yake, kwenye each box ameweka akili. Halafu ile akili ndani yake akaweka kitu kinaitwa maarifa. Lakini kwenye hili box akatuwekea nguvu. Yani tunatumia akili, halafu kuna maarifa, lakini kuna vitu vingine havitaki maarifa wala akili, vinataka nguvu tu. Hallelujah. Inahitaji sana umakini wa kujua niko wapi, ninafanya nini, kinahitajika nini. Na ndio maana kuna vitu vingine sio vitu vya kuhitaji maombi. There's something you got to do. You have to do it. You just have to do it. Sio kila kitu unahitaji maombi. Kuna vitu vya kutakiwa kufanya. Hallelujah. God is in everything. Mungu yupo katika kila kitu. Kila kitu. Lakini kuna vitu vingine amesha authorize tayari. Kwa hiyo vinahitajika kufanyiwa kazi, sio uombe, vinahitajika kufanyiwa kazi ili ukichukue. Example, it's money. The money is there. Halafu wewe yani una shandarize kwa sababu unataka kwenda kuchukua pesa. Mimi nitawahi kwenda kuchukua, wewe shandarize hapo, alafu mimi nachukua hela, alafu mimi naondoka zangu. Kwenye pesa inahitajika ufanye kazi. Unahitajika utumie akili na maarifa ili uzipate, lakini zipo. Sio kwenda kuomba. Mungu ameshabariki. Sikilizeni nikwambieni. Mungu akasema
iwe ikawa, iwe ikawa, iwe ikawa. Hapa alikuwa hajamuumba mwanadamu, alikutengenezea kila kitu. Kuhusu mali, Mungu alikutengenezea kabla hajakuumba na akabariki. Si ndivyo maandiko yanavyosema? Sio mimi hivyo. Akawabarikia. Kwa hiyo hizi mali kuhusu kutafuta, na ndio maana unakuta mlevi ana pesa, tajiri, muuaji ana pesa, tajiri, ana magari. Yaani utasema yule ana dhambi lakini ana pesa, kwa sababu zile pale zimeshawekwa tayari. Hiyo ni haki ya kila mmoja kwenda kuzichukua. But how are you going to take them? Unakwenda kuomba. Na ndio maana unatukuta sisi sasa walokole wengi ni maskini. Unaweza kujiuliza kwa nini? Pesa ya Mungu au ya Kaisari? Pesa ya Mungu lakini iko chini ya Kaisari mama. Ya Mungu lakini iko chini ya Kaisari. Kwa hiyo kwenye kuitafuta ni lazima utumie akili na maarifa yake, lakini inahitaji nguvu yako pia. Haleluya. Sasa why tuko nyuma sana? Kwa nini tuko nyuma sana? Ni kwa sababu tunachelewa kuzitumia akili zetu. Lakini kwenye kuzitumia akili zetu tuna hofu. Nisikilize nikwambie, ukisikia kufanya kitu fulani usihesitate, just do it. Yaani ukisikia kufanya kitu ndani yako, ukisikia kufanya kitu fulani, fanya. Kuhesitate ni kufikiri. Kusuasua. Ukisuasua unaweza ukaiacha iliyokuwa ya kwako, halafu ikaenda zake, halafu baadaye ukasema na vidole. Nilijua yani pale kidogo nichukue. Kidogo ulichukua wapi? Kwa hiyo unapoamua kufanya kitu fulani usisuesue, fanya. Mungu yupo kwenye kile unachotakiwa kufanya, fanya, kwa sababu inawezekana ndio ile ya kwako. Lakini kwenye kuhesitate pale ndio unakuta unakiacha kilicho cha kwako. Vijana wengi wakitaka kuoa na kuolewa, anataka kuonja. Aonje hapa, aonje hapa, aonje hapa, aonje hapa. Halafu anamwacha aliye wa kwake, anaenda kuchukua gumegume. Akishachukua gumegume, anakuja baadaye anakuja kugundua kama yani kumbe wa kwangu alikuwa yule. Sio kama hakujua, alijua kabisa kama wa kwangu ni huyu hapa, lakini kwa sababu anatamani kufanya pale na pale na pale na pale, ndipo pale unakuta umekosea. Sikilizeni nikwambie ni kitu. Ndani yako unapotakiwa kufika sehemu fulani, inakuwa moja kwa moja unaambiwa that's yours, go and take it. Unakwenda, alafu sasa kuna kuwa na kitu, unakwenda unafika pale unasema hii hapana, hii hapana, hii hapana, hii sio sahihi, sio ya kwangu, hii sio ya kwangu. Alafu unaambiwa wewe ukiacha hiyo itachukuliwa. Halafu wewe unazubaa, unapoiacha inachukuliwa, halafu baadaye kumbe ndio ilikuwa ya kwangu. Kijana wangu mmoja akasema ameshaoa, ashakuwa na mke. Anasema yani huyo mke wangu niliokuwa naye, yani ili famba. Sielewi ndo nini Kiswahili. Yani ili famba, lakini mke wangu bwana nilimwachaga, jamaa kaenda kuchukua mke wangu, rafiki yangu, mke akatulia, rafiki yangu. Yani mimi, yani huyu mwanamke nikitaka kutuma hela kwa mama kesi. Yani nikichelewa kurudi dakika 15, nikichelewa dakika 15 kurudi. Yani anajua mimi saa 9:30 natoka kazini, kwa hiyo saa 10 kasoro dakika 15 natokea. Sasa nikifika saa 10 nyumbani kesi kubwa sana. Yani bonge la famba. Yani alikuwa na mke akamwacha, halafu sasa hivi anagundua kabisa kama hili ni famba. Sikilizeni nikwambieni kitu. If you wanna do it, do it. You wait, you lose it, halafu una complain. Don't complain when you lose it. Kuna mtu ananielewa naongea nini? Yani ukitaka kufanya, fanya. Sikilizeni nikwambieni kitu. Mungu ametupa kila kitu, na ninakwambieni Mungu Tanzania yupo. Tanzania ndo kwake Mungu. Amekupa kila kitu. Sasa unapohitaji kufanya, fanya.
Sio unataka kufanya alafu una sita. Yani umepewa mzee, umepewa taaluma fulani. Wewe ukisimama ukisema tu Bwana Yesu asifiwe, watu wanabarikiwa, halafu wengine wagonjwa wanafunguliwa. Halafu wewe ukishajigundua kama vile ngoja bwana, tunaanza kuingiza mapozi. Unajiondoa kwenye wewe. Hivi kuna mtu ananielewaga ninapoongeaga kuwa yani unahitajika kuwa wewe. Mungu amekuweka hivyo ulivyo ndivyo ulivyo na ndivyo anavyokutaka, lakini ili akupe kile cha kwako ni lazima uwe wewe kama wewe vile alivyokuweka Mungu, ili akupe kile anachokutaka unachotakiwa kukipokea. Ukiti artificial tu basi umejichomoa kwenye uwewe, sio wewe. Rafiki yangu mmoja hivi, mtoto wa kike, nikafanya naye kazi hiyo, napendaga sana kupigaga mfano mzuri sana. Akajigwarabuaga, alikuwa na rangi nzuri sana, naipendaga kuiona ile rangi, lakini hapa hamna mmoja mwenye nayo, nyinyi wote wazungu tu. Yani mwanamke, mtoto wa kike alikuwa mweusi, hamna mtu mweusi humu ndani humu, hamna hata mmoja, wote nyinyi wazungu tu nakuonea. Yani yule mtoto wa kike alikuwa mweusi, halafu ule weusi wake zambarau ile iliyokomaa ikawiva vizuri, yani iliyowiva. Halafu yeye akaigwarabua kwa sababu kapata mwanaume wa kizungu. Jamaa linatoka holiday huko linakuja, linamwangalia, mimi naona hivi, Dadija vipi, mbona naona kama mwenzangu ndo mapesa yashakubali, na wewe kakaangu wewe naye bwana usiniambie. Kumbe kashameza, mnamezaga yale mambo yale, kashameza yale mambo, yashamenya rangi yote. Sasa nimekwenda zangu mimi na yeye airport. Hapo nimefika pale, Stefano kashuka kweli. Hey, chao Peter, chao. Na mimi nikaanza kujifanya wa chao. Sina shemeji, chao. Wapi dada? Wakati naye hapa. Wapi dada? Nikamwambia dada hapa. Akamwangalia, akasema Peter, no. Hapa sio dada. Dada nzungu. Sasa cha kujitetea, nitajitetea vipi? Alafu jamaa akaniambia, chukua begi twenzetu. Nikachukua begi, nalivuta, nikalitumbukiza, nikamwambia dada, ingia twenzetu. Sio dada, hamna kuingia kwenye gari yangu. Iliniuma. Yani mimi mkionaga na kupigieni huu mfano siku zote, iliniumaga. Yani kama mwanadamu kajibadilisha, halafu mwanadamu hamtaki mwanadamu. Hivi what about God? Tuko pamoja hapa? Yani kama mwanadamu amejibadilisha rangi, baada ya amejirembua, yani yeye kajichora na vile vitu vya kumchoraga na ile penseli nyeusi ile, kajichora mwenyewe, yani kapendeza, yani ukimwangalia unaweza kusema kama malaika fulani hivi. Jamani, kafika airport, halafu nikamwacha yule dada airport. Hasa njiani Dani ananiuliza, Peter, nini matatizo na dada? Nikamwambia sijui. Amefanya nini? Amekuwa nzungu. Mimi sitaki nzungu. Wazungu kama mvua. Mimi sitaki nzungu. Mimi nataka African. Your sister, she was so beautiful. And now she's mzungu. I don't want mzungu. Nikaona mama yangu, huyu mtoto amekwisha. Sasa nitamsaidiaje? Naye kashamenya rangi. Sikiliza nikwambie kitu. Mungu ana makusudi na wewe, anahitaji kufanya kama anavyohitaji kufanya. Muachie Mungu, mpe Mungu nafasi yake ili afanye kitu anachokufanya, kwa sababu hauko bure, upo kwa makusudi yake. Wewe sio upo tu useme mimi nipo tu, haupo, sio upo tu. Mungu ana mpango na wewe katika hivyo ulivyo. Uwe mrefu ana mpango na wewe, uwe mfupi ana mpango na wewe, uwe masikini ana mpango na wewe, uwe tajiri ana mpango na wewe. Mungu hakutaki ukiwa feki. Mungu anakutaka ukiwa original. You are an African, is so beautiful. Keep your beauty. Uweke urembo wako halisi, kuwa wewe, just be me. Mimi ndio maana ukiniambia yani wewe umekaa
hilo pala limekuwa kama tikiti maji. Nakwambia yes, la kwangu. Nalipenda sana. Yaani hilo kibichwa nalo lenyewe unalikata upala sijui. Naambiwaga wakati mwingine nikaa stafeli. Naambia sawa, lakini la kwangu. Sina la kwangu. Sasa niende nikakae kwenye kioo masaa yote niseme, yani Mungu ungefanya hivi. Yaani hichi hapa ungekichongoa hivi. Sikiliza nikwambie kitu. Nampenda sana Mungu wangu. Halafu napenda vile alivyoniumba. Hiyo inanisababisha nimpende sana mama kuwa amenizaa hivi nilivyo. Wala aliponizaa hakutaka kusema hichi kichwa mwanangu ngoja nikibonyeze hivi. Yaani yeye unajua kuna vichwa vya kutengeneza. Unazaliwa halafu wanaanza kukibonyeza hichi kichwa. Kikae cha mchongo sijui yani unakitika. Mimi cha kwangu hii unaiona hiyo? Hii asili yake yani. Unaelewa? And this is what I love my God. My God made me the way he want me to be. Sasa mimi siwezi kujibadilisha kuwa kama ninavyotaka mimi, kwa sababu I'm not the God. God yuko pale, lakini anatamani kufanya vitu kupitia mimi hivi nilivyo. Kwa hiyo anakutaka uwe kama ulivyo. Na anakuambia nipo. Tena yuko Afrika. Jamani, Yesu amekuja Afrika, kalelewa Afrika. Jesus, he's your brother, he's an African. Do you know that? Jesus, he's your brother, he's an African. He came to Africa. Kwa hiyo sio tu kama tunaongelea kuwa Yesu alizaliwa kule, akaishi kule, akalelewa kule, alafu akaishi kule. Hapana, Yesu alikuja akalelewa Afrika. Na wewe ukiwa kama Muafrika, hebu sema hivi, Yesu na mimi nipo, ninatamani kukaa na wewe. Hallelujah. Na amesema rohoni, amesema amekaa na sisi mwilini, lakini akasema sikuachi peke yako. You are not alone. Wewe hauko peke yako. Sometime unakaa unajisikia kama uko peke yako. You never been alone, kwa sababu Mungu wako yupo katika roho, yupo na wewe kwa vyovyote. Wewe sometime hujui, lakini unapitia kwenye mambo fulani hivi, halafu unakuta hivi, kwenye mambo haya nimechomoka vipi? Kwa sababu yupo anafanya, ila wewe unakataa kujua alichofanya au kilichofanyika ni kwa sababu kafanya yeye. Unaanza kusema bosi wangu hapa bosi wangu tu kafanya. Bosi wako hafanyi kitu chochote isipokuwa ameamuliwa kufanya, ndio maana amefanya. Wiki hii sijapata wateja kawazuia. Kwanza anataka kwanza ujifunze kuwa kuna kukauka na kuna ukame na kuna kupata. Hallelujah. Hasa tumejua tu mimi ni wakupata tu. Mimi kila siku wakupata tu. Sikiliza, jifunze kunyamaza, lakini jifunze kuongea. Usiwe mtu wa bia. Kuwa mtu wa vituo. Maandiko yanatuambia katika sura ya kwanza, napendaga sana, roho ya Mungu ikatulia. Tafuta utulivu ili useme na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka utulivu ili aseme na wewe, akwambie anachotaka, akwambie makusudi yake kwako, akwambie anataka uwe nani, ufanye nini, wakati gani, wapi. Anatafuta afanye kitu na wewe. Unapojibadilisha na kujiondoa, unakuwa sio wewe, hawezi kufanya kazi yake kama alivyokusudia. Kwa hiyo anakutaka uwe wewe. Hallelujah. Na inawezekana ulikuwa unajiuliza maswali, huyu Yesu alikaaga kule. Mimi leo nakwambia hivi, Yesu alikuja Afrika, akalelewa Afrika pale Misri. Umeielewa hiyo? Na kwa sababu hiyo anasema niko na wewe. Ondoa hofu, usiingize mashaka. Anakupenda sana, anakutegemea sana. Nisikilize kwenye hii pointi, anakutegemea sana. Maandiko yanasema nyinyi ni chumvi. Nyinyi ni chumvi ya ulimwengu huu. Kama wewe ni chumvi ya ulimwengu huu, tunahitaji kuwa mchana, asubuhi, usiku wa manane na usiku ule wa kwanza na usiku ule wa mwisho, vyote uko sawa sawa, ili mataifa waseme wow,
Yule mama yule miaka 3 iliyopita, hivi mnamjua yule nyie? Wengine waseme mimi namjua, mtambo ule. Mwingine aseme wewe ulikuwa mtambo, lakini sasa hivi yule mama siye kabisa. Yani yule mama yani amebadilika kwa sababu umekutana na Yesu. Na ukikutana naye lazima akubadilishe. Kama umekutana na Yesu alafu hujabadilika, umekutana na Yesu feki. Mtafute Yesu original ili ubadilike, halafu uishi maisha ambayo mataifa watasema wow, that's yule bwana nyinyi mnasema tu, lakini yule bwana maisha yake alivyokuwa na sasa hivi yuko Mungu. Wamtukuze Mungu. Haleluya. Kupitia wewe, na hii ndiyo Mungu anayoitaka. Haleluya. Tusimame watu wa Mungu. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu, ni kweli safi na dhambi, Bwana hunifanya mshindi, na kwa kazi zote pia Bwana sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kipi, hayo hayaishi makosa, Bwana iwe wakuokoa. Kama kuna mtu yoyote ambaye anasikia kutengeneza na Mungu, ninakuomba upite mbele tuombe pamoja. Kama unasikia ndani yako